Iran imesema kwamba itashambulia ngome yoyote ya kikanda ya nchi yoyote itakayoitetea Israel. Hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la CNN ambalo limeripoti likimnukuu afisa mkuu wa Iran ambaye ameeleza hayo licha ya kwamba hakutajwa jina. Lakini taarifa zinaelezwa kwamba Iran imesema nchi yoyote ambayo inajaribu kutetea serikali dhidi ya operesheni za Iran kwa upande wake itaona misingi ya misimamo yake ya kikanda kuwa shabaha mpya, afisa huyo alisema. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Said Iravani, amesema kuwa mashambulizi ya Ijumaa ya Israel dhidi ya Iran yalitekelezwa kwa uungaji mkono wa Marekani na ni sawa na tangazo la vita. Hata hivyo, amesisitiza kauli hiyo ambayo ilielezwa na maafisa wa Iran kwamba nchi yoyote ambayo itaingilia kati juu ya mashambulizi na kuilinda Israel basi ni sawa na kwamba imetangaza vita dhidi ya Iran. Iravani amesema maafisa wa Israel wanasema kwamba uchokozi huu unalenga kuharibu mazungumzo ya nyuklia. Kukiri huku pekee kunatosha kufichua nia halisi ya shambulio hilo kuwa diplomasia. Amir Said Iravani alisema, hatutosahau kwamba watu wetu wamepoteza maisha yao kutokana na mashambulizi ya Israel kwa silaha za Marekani. Vitendo hivi ni sawa na tangazo la vita, ni vya hivi punde katika mtindo wa muda mrefu wa uthibitishaji wa wazi na mzuri wa tabia ya uasi unaofanywa na Israel katika kuvunja amani na uchokozi wa utawala wa Israel, utawala unaofanya kazi bila kuadhibiwa kwa sababu unalindwa na washirika wengi wenye nguvu. Wakati wa mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, lazima jambo hili likomeshwe, aliongeza Iravani. Mjumbe huyo wa Iran amesema kuwa takribani watu 78 waliuawa kutokana na mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran, huku wengine 320 wakijeruhiwa, wengi wakiwa ni raia. Hata hivyo, Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni, amesisitiza kuwa serikali na wananchi wa Iran wanatarajia kuiona jamii ya kimataifa, hususan Umoja wa Mataifa na mataifa ya Magharibi, kulaani kile kilichofanywa na Israel dhidi ya Iran. Lakini amehakikisha wa Iran kwamba kama litatokea taifa lolote litakalounga mkono Israel basi tutapambana nalo, wakiamini kwamba nalo ni adui wa wazi ambaye ameeleza kwamba anataka pambane na Iran. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran Bwana Abbas Araghchi amesisitiza kwa jibu la Iran la uchokozi kwa utawala wa Israel kwamba litafanyika kwa ukali zaidi na lazima Iran wajute na lazima Israel wajute kutokana na kile walichokifanya. Hata hivyo, amesema mashambulizi yanayoendelea ni mwanzo tu, lakini mashambulizi zaidi yatafanyika kwa kadri siku zinavyoendelea hadi wahakikishe utawala wa Israel umepata hasara kubwa kama ambavyo wao wameipata hasara iliyokuwa kubwa sana, hasa kupoteza wanajeshi wao pamoja na nguvu kazi kubwa ya taifa hilo. Kwa upande wake, waziri huyo wa mambo ya kigeni amesisitiza kwamba lazima wakati huu wa Iran waungane kwa pamoja katika mapambano na wahakikishe kwamba hili wanashinda, anasema Bwana Abbas Araghchi, kama ambavyo amezungumza kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.